Pigia Yesu makofi na vikelekele. Amekataa kutuweka climax. Nataka tuweke western na yeye anakataa. Yaani Bwana asifiwe. Nataka tuingie western, at least tuimbe moja, tupitie central, tupike moja na tuendelee mbele. Sema amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani karibu sana katika nyumba ya Bwana. Na utarajie muujiza wako ni siku ya leo. What I'm seeing in the spiritual realm, ninaona katika ulimwengu wa rohoni kuna watu wanaenda kupata breakthrough ambayo sio ya kawaida. I'm just seeing the spiritual realm. Unajua mimi sinyamazangi, nikiona kama ni yako na ileta direct. Tusema amen. Hallelujah. Are you ready for the word of God? Are you ready for the word of God? Sema amen nikusikie. Sema amen nikusikie. Kuna watu wanaenda kupata breakthrough sio kawaida. I'm just seeing in the spiritual realm. Na huyo mtu akuwe ni wewe. Ya watu watatupeleka sana. Sema amen. Nitawaita tuimbe hiyo wimbo. Nataka kuimba. Sema amen. Just stay. Kaa tu pale, nitawaita. Thank you. God bless you. Pigia praise and worship makofi. In the book of Matthew and chapter 8 verse 15 and 16. Injili ya Mathayo mlango wa 8 mstari wa 14. Hata Yesu alipofika nyumbani kwa Petro, akamuona mkwe wa Petro, mamaye mkwe, amelala kitandani hawezi kuomba. Akamkuza mkono, homa ikamwacha. Naye akaondoka akawatumikia. Mathayo mlango wa 8 mstari wa 14. Hata Yesu alipofika nyumbani kwa Petro, alimuona mkwe wa Petro, mamaye mkewe, amelala kitandani hawezi homa. Akamgusa mkono, homa ikamwacha. Naye akaondoka akawatumikia. Hata kulipokuwa jioni, wakamletea wengi wenye pepo. Akawatoa pepo kwa neno lake, akawaponya wote waliokuwa hawawezi, ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya kusema, mwenyewe aliutua udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. We can also go very fast in the book of Luke chapter 13 and verse 11 only, and then we go ahead with the word of God. Injili ya Luka mlango wa 13 mstari wa 11. Biblia sema, natazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18, naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. Mstari unaofuata 12. Yesu alipomuona alimuita, akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Amen. Somebody say amen. The word. Amen. Mjana wa leo nimeokoka, Kristo ni Bwana. Majina yangu naitwa Pastor Roy Mahero. Sema amen. Nimeoa mke mmoja wa kike. Yaani vizuri kusema kwa sababu kuna watu wanaoanga mke wa kiume. Sema amen. Mungu ametubariki na watoto wawili na tunafurahia. We will Lord for another one for some time. We thank God for his grace
Joy and Victor. Mungu ametupatia ushindi na ametupatia pia furaha. So I know everything will be okay. Sema amen. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu kwa sababu ya wakati huu. Wakati neno linakuja halikujangi bure. Kuna mahali linarudishia Mungu utukufu. Sema amen. Na mchana wa leo I want us to deal with something to do with the stubborn issues. Yani hizi ni shida ambazo zimekalia watu na sitakangi kusonga, sinasema hatuwezi ngoka hapa ni kwetu. They are called stubborn issues. When the even was come, they brought into him many that were possessed with the devils, and he cast out the spirits with his word, after healing Peter's mother-in-law. Somebody say amen. Yesu aliingia katika nyumba ya Petro na akakuta mama mkwe amelala chini ako na homa. Ambia jirani alikuwa na homa. Ilikuwa imemkalia for some time, lakini Yesu alipoingia mambo ikapatilika. You know, when Jesus comes in your environment or in your life, there are things that changes immediately. Somebody say amen. Even your history changes. Kwa jirani mwambie hata historia yako inapatilika. Wakati Yesu anaingia katika nyumba yako, wakati anaingia maeneo yako, kuna mambo huwa yanapatilika. Na kila mtu ako na historia yake ambaye amepitia katika life. Somebody say amen. Kwa jirani mwambie hata wewe uko na history. Mwambie uko na historia. Na kuna mambo ambayo katika maisha ya wanadamu inakuanga ni ngumu kutoka. The stubborn issues are situations that hound people or a person for a long time. Hii ni hali ambayo inanyanyasa mtu. Hii ni vitu ambazo zimekamata mtu for a long time na havitaki kukuacha. Vinasema tu hapa hatutoki. Vinasemanga tu huyu mtu hatuwezi kumwacha. Sema amen. I refer to them as stubborn issues. Ambia jirani stubborn issues. Shita ni kuongea kama Waluya. Hebu ongea vizuri mwambie stubborn issues. Leo mpaka siende. Sipende sisipende. Hii ni hali ambayo imekamata mtu haitaki kumwacha. Kama ni mashetani ni mapepo, sinalala na wewe, sinaamuka na wewe. Sinatembea na wewe kwa barabara, ukiongea sinaongea. Ukifanya hivi mguu sinasonga. Hizo ndio niko naongelea. Hizo ni vitu ambazo sinakamatanga watu for a long time and they don't want to leave a person. Leo nimekuja katika hii ibada ya prophetic service, healing pool service. Ukipita kwa hiyo maji, every stubborn issue in your life ikauke kwa jina la Yesu Kristo. Kama ni wewe nahubiria sema amen ya kueleweka. Stubborn issues are issues that torment somebody without letting him or her free. Yani sinaendelea tu kukamata mtu sikiendelea. Kama ni umasikini unaendelea tu kuwa masikini from masikini to masikini. Kama ni kukaukiwa na pesa unaendelea tu kukaukiwa na pesa from one time, from day to day. Ama unatoka siku moja mpaka nyingine, from week to week, month to month, every month. Yani wewe uko tu broke. Haukuangi na pesa mzuri. Hiyo ni hali imekamata mtu na imemkatalia yeye. Those are some of the stubborn issues that I want to talk to you this afternoon. Nataka nikuambia ya kwamba sinaenda kukuachilia kwa jina la Yesu Kristo. Kama ni wewe sema amen tuendelee. These are prolonged circumstances. Yani simeendelea tu, mtu anaendelea tu kunyanyaswa. Mtu anaendelea kama ni kukaa single tu unaendelea kukaa single, hakuna dalili yoyote. Kama ni malaria inaendelea tu kukunyanyasa, unaendelea tu kuumia, unaendelea kukaa kwa hiyo kitanda for a long time. We call them prolonged circumstances, prolonged situations. Zimekukatalia, zimekushika kabisa, zimekunasa na minyororo yote na sinasema huyu mtu hatuwezi kumwachilia. Those are the things I'm talking about. Ukipita kwa hiyo prophetic healing pool, every stubborn issue in your life iondoke kwa jina la Yesu Kristo.
Nasema iondoke kwa jina la Yesu Kristo. Kuna vitu vinakamatanga watu. Geukia jirani umwambie kuna vitu vinakamatanga watu. Mwambie tena kuna vitu vinakamatanga watu na havitaki kukuachilia. Mwambie leo vinakuachilia kwa jina la Yesu Kristo. Unaona mtu kama ako na hasira, ni ile prolonged anger, prolonged wrath. Yani imemkamata mtu ako na hasira kila mahali, hata amekaa hakuna mtu amemkosea, lakini amenuna tu, amekasirika tu, akilala amekasirika, anaamuka amekasirika. Wanasema pika chai, haezi pika chai. Iko nini? Haezi ongea. Ni kitu tu inaendelea for a long time. Hiyo inaitwanga stubborn issue in your life. Na ndio leo nimekuja kukabiliana nayo kwa jina la Yesu Kristo. Ukipita kwa hiyo maji, hiyo hasira mpaka ikuachilie. Inaweza kuwa ndio imekufungia gari, inaweza kuwa hiyo hasira imekufungia baraka, inaweza kuwa imefunga ndoa yako, inaweza kuwa imekufungia nyumba, inaweza kuwa imefunga usinunue plot. Ukipita kwa hiyo maji, every stubborn issue, nasema every stubborn issue in your life must set you free in Jesus name. Kama ni wewe unahubiria, sema amen ya kueleweka. Kama ni wewe pika nduru nisikie. Some issues like prolonged fever. Yani uko na ugonjwa yenye haiponangi. Unaona kuna watu wanaendanga kwa hospitali, anaenda kwa daktari, mpaka daktari anamjua kwa magonjwa yake. Ule mgonjwa wa malaria hata anakuja, ule mgonjwa wa mahoma. Yani wamekupatia jina kulingana na hali yako. Hiyo issue ninasema ukipita kwa hiyo maji, your history must change. I am saying your history must change. Wale wamekusoea wakisema ule mama mwenye anakuanga na homa, ule mama mwenye anaombaombanga, yani kuomba hakujawahi kukuisha, hakujawahi toka katika maisha yako. Ukipita kwa hiyo healing pool, wale wamekusoea kuombaomba, utawakopesha kwa jina la Yesu Kristo. Am I preaching to somebody? Nasema utawakopesha kwa jina la Yesu Kristo. Every stubborn issue in your life, wamekupandika majina kulingana na hali yako. Ati huyo mama anafaanga ile skati moja ya red, yani wamekupandika kulingana na mavazi yako. Ati ule mama anashukanga nywele kama mapuoni, yani haujawahi shuka nywele vizuri. Leo ukipita kwa hiyo maji, your history will change. Wale wamekusoea nywele fulani, watakuona kwa hali ingine, watakuona kwa another angle. Wamekusoea unatembeanga kwa miguu, wanasemanga ule mjamaa anatembeanga kwa miguu, ule mjamaa anakuja pitanga hapa na baiskeli, huyo tunamjua. Yani you have a stubborn issue in your life ambayo haitaki kukuachilia. Nasema mchana wa leo, unasema mchana wa leo, ukipita kwa hiyo maji, every stubborn issue in your life must live your life in Jesus name. Kuna watu wanaishi mahali ambapo pamepakawa na wachawi. Wachawi hawataki kuona umeinuka. Ukinunua baiskeli mpaka utafanya accident, ukinunua pikipiki mpaka utafanya accident, una give up na pikipiki. Ukinunua gari hawataki uendeshe gari, you give up with the vehicle, na unaanza kutembea kwa miguu. Yani ni furaha yao waone ukiwa kwa hiyo hali and you do not come out of that situation. Ndio nimekuja nikwambie, ukipita kwa hiyo maji, that stubborn issue must come out of your life. Sijui kama ni wewe ninahubiria. Ambia jirani waacha ubaridi. Mwambie tena waacha ubaridi. In the book of Luke chapter 13 verse 11, pastor ameshatusomea. There was a woman with the spirit of infirmity for 18 years and could not wise lift up herself. When Jesus saw her, he called her and said in verse 12, "Woman, thou art loosed from thy infirmities." Alipomwona mwanamke huyu, maandiko inaniambia alikuwa na mkongo wake umechukunja hivi. Yani anatembeanga namna hivi. Everywhere she goes, mkongo yake imeinama hivi. Haezi akanyoroka. Na Biblia inasema haikukuwa magonjwa, ni pepo ndiye likunja huyu mama. Soma Biblia vizuri, utaona maandiko inasema ni pepo ndio ilikuwa imekunja huyu mama. It's not sickness. Let us go there.
In the book of Luke chapter 13 and verse 11. Oh my God. Natazama, Luka 13 mstari wa 11. Palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu. Alikuwa na pepo wa udhaifu. I like that. Biblia inasema alikuwa na pepo wa udhaifu. Hii pepo ndiye alikuwa imefanya huyu mwanamke kujikunja. Kuna hali zingine sio magonjwa, hali zingine ni mapepo zimekunja watu wakuwe katika hiyo hali for a long time. Maandiko inaniambia huyu mwanamke alikuwa kwa hiyo hali for 18 good years. Geukia jirani mwambie miaka 18. Mwambie tena kwa uso miaka 18. Mwanamke aliteseka. Na iko mwingine tena alikuwa na issue of blood for 12 years. Anatoka tu na damu. Lakini huyu Yesu alipomuona akamwambia mwanamke kuja. Akakuja. Akamwambia funguliwa na hii shida yako, na akamwekelea mkono. Maandiko inaniambia pepo ikamuondoka. Na mwanamke aliyekuwa akitembea namna hivi, maandiko inaniambia akanyoroka. Ambia jirani na akanyoroka. Leo ukipita kwa hiyo maji na unyoroke. Waambie wale watu wamekusoea it is over. Waambie it is over, it is over, it is over. God is changing your history. Somebody shout amen. Wamekusoea ukichikunja hivi for 18 years. Lakini wakati alikutana na Yesu, maandiko inaniambia Yesu akamwekelea mkono na akatamka neno moja tu. Nitakutamkia neno moja tu. Hiyo upako pato ingali. Upako ambayo iko kwa Apostle James Kidhia. Ipato iko inafanya kazi. Nasema utanyoroka kwa jina la Yesu. Nasema hiyo magonjwa mpaka ikuondoke. Every stubborn issue in your life ikuondoke kwa jina la Yesu Kristo. Wamekuzoea kuumwa na kichwa. Nasema leo kichwa ipone. Ukipita kwa hiyo machi leo kichwa inapona. Wamekuzoea na kifua. I don't care, unaweza kuwa na mtu wako nyumbani anakonjeka. Na watu wamemjua huyu mtu anakonjeka kwa hii hali for a long time. Hata inaweza kuwa more than 18 years. Inaweza kuwa 38 years. In the book of John chapter 5, Yesu alipokuwa anatembea akakutana na mwanaume katika birika ya Bethesda. Alikuwa amekaa hapo for 38 years. Maandiko yananiambia alikuwa paralyzed one side. Mpaka watu wanamjua huyu mtu ako paralyzed. Lakini wakati alikutana na Jehova, wakati alikutana na Yesu, vitu zingine zinataka tu ukutane na Yesu mwenyewe. Kuna vitu zinataka Yesu mwenyewe. Na leo tutamuita. Yesu akaambia huyu mjamaa, do you want to get well? Akaanza kusema sina mtu wa kuniweka kwa maji. Sina mtu wa kunisaidia. How many times have you cried? Ukisema ya kwamba sina mtu wa kunisaidia. Nataka nikwambie kuna mmoja ambaye ni msaidizi wetu. Iko mwanaume ya wanaume. Your friends can run away. Your mother can run away. Your father can run away from you. Oh my God, oh my God. Your neighbors can desert you. But there is one man I know. There is one man I know. Akiingia kwa maisha yako inapatilika. Akiingia kwa environment inapatilika. Akiingia kwa nyumba yako mambo inapatilika. Kuna watu wamekusoea. Wanasema hauwezi ukapata mtoto. I'm here to prophesy to your life. Ya kwamba Yesu akiteremka, Mungu aliyeambia Hana, akamwambia enda na iwe vyema kwako. Elisha akakutana na mwingine, akamwambia next year a time like this utakuwa unanyonyesha. Nataka nikwambie hiyo hali ambayo unapitia, it is not permanent, it is temporal. Hiyo ni ya muda tu. Ukikutana na Jehova unatoka ndani. Kwa maana akisema toka amesema. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Ambia jirani tunatoka tunatoka. Mwambie tunatoka tunatoka.
Kuna kuanga na mapepo suku ambayo haipendagi kuachilia watu. Inanasa mtu anaposaliwa, inaambatana na yeye one on one. Vile unagrow inaenda na wewe, vile unakuwa miaka 10 inagrow na wewe, ukilala inalala na wewe. Those are some of the stubborn issues I'm talking about. Leo ukipita kwa hiyo maji, nasema kila nguvu za mashetani kwa maisha yako, kila ndoto mbaya ambayo umetumiwa, usiku ukifika unakuanga na uoka, because kuna mashetani inakuchanga usiku. Kuna wengine wanaota wamelala na nyoka, wengine wanafukuzwa na simba, wengine wanafukuzwa na mtu na panga. Vile unachikutanga chini ya kitanda haujui, na vile unawekanga nduru ukilala haujui. Those are some of the stubborn issues. Ukipita kwa hiyo machi, nasema leo sikauke, nasema leo sikauke. Pika nduru ya kueleweka. Somebody say amen. Somebody say amen. Let me tell you something. I'm coming. Let me tell you something. This woman, huyu mwanamke ambaye aliteswa miaka 18, 18 good years na pepo mchafu, maandiko inaniambia wakati alikutana na Yesu akamponya. Sema alikutana na Yesu akamponya. Ambia jirani alikutana na Yesu akamponya. Maandiko inaniambia iko wachamaa, na ndio nataka kutandika hao saa hii. Nitaandike nisitandike, that is my nature. Utanisoea tu. Iko machamaa waliamuka, na ni Mafarisayo. Wakaambia huyu mwanamke, kwanza walianza na Yesu. Wakaambia Yesu, leo ni siku ya Sabato, haifai kuponya mtu, na imeandikwa katika sheria. Barcelona, imeandikwa katika sheria haifai kufanya kazi yoyote siku ya Sabato. Unastahili kukuja tu uketi na utoke, hata mtu asikutingise, kwa sababu akikutingisa utakuwa umefanya kazi. Sema amen. Wakaambia Yesu, umefanya dhambi, umekeuka sheria ya Mungu. Naye aliwauliza swali, si nyinyi huwa mnapatia punda zenu siku ya Sabato maji kukunywa? Nani ataona punda yake iko na kiu akose kuipatia maji? Kwani unaniambia hiyo sio pia kazi? Do you know there are people in life wanafurahianga wakikaa kwa hiyo hali for a long time? Keukia jirani umwambie, be aware of men. Kuna watu wanafurahia wakikuona mkongo yako imechikunja hivi, unatembeanga hivi, hiyo ni raha yao. Na kuna wengine wanafurahia wakikuona kwa umaskini, yaani wanafurahianga tu ukikuja ukiwaomba shilingi 10, ukiwaomba 50, ukiwaomba 500, wanafurahia, wanasema huyo hata wahi amka. Mimi leo nimekuja, nataka Mungu aipishe maadui zako. Nasema aipishe maadui zako. Nasema waipike. Psalms 35 verse 1. Bwana teta na wanaoteta nami. Mungu atete na watesi wako kwa jina la Yesu Kristo. Unajua kuna watu wanafurahia sana wakikuona shida zako hasiendi. In verse 14, Pastor unaweza kutusomea tu hapo kwa mstari wa 14. Mstari wa 14. Rulers of the synagogue. Injili ya Luka mlango wa 13. Basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu Yesu amemponya mtu. Sikia hiyo maandiko. Pastor, rudia hapo tena. Kuna watu hawajasikia hiyo point. Kuna kitu nataka nileta hapo. Rudia tu hapo bado umesoma.
Basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu Yesu amemponya mtu siku ya Sabato. Biblia inasema walifurahi, si ndio? Does the Bible say they rejoice? Walifanya nini? Ambia jirani walikasirika. Na mimi najua after today's service kuna watu watakasirika, lakini your miracle will be permanent. Nasema muujiza wako utakuwa permanent. Na Biblia inaongelea wakuu wa sinagogi, haiongelei watu wa nje, inaongelea wale wako ndani. Yaani kuna watu pia unaweza kuwa unakaa nao na wanakasirika wakati unapata muujiza. Wakati Mungu anakutoa katika umasikini, wanaanza kukasirika. Nasema wamese wembe. Wachana na wao wamese wembe. Kwa maana leo kuna mtu anainuliwa, unatolewa katika hiyo mafumbi, unaletwa katika utukufu, unatolewa katika nyazi, unaletwa katika neema. Nasema hiyo neema ikushukie. Nasema hiyo neema ikushukie. May God change your history. May God change your history. Wachana na wao, wacha waendelee kukasirika. Kwa maana hiyo pia ni ushuhuda ya kwamba Mungu amefanya kitu. Kuna watu roho na wauma hawakai. Hata kuna wengine ukishika microphone usimame hapa utoe tu ushuhuda, wacha kuhubiri, kutoa tu ushuhuda, wanakasirika. Nipomoe nisipomoe? Mimi nilifikiria watafurahia kwa sababu Yesu ameponya mwanamke na shida yake imeenda. Lakini nikakundua ya kwamba wanakasirika. Inawauma. Hey! Kuna watu hawapendangi wakati unaimba wimbo inashikana inakamata. Inawauma ndani ya roho zao. Sema amen. When God blesses your life, kuna watu wanakasirikanga. Nao wanakuanga karibu sana na roho ya uchawi. Inua mikono yako na useme, ewe mchawi wa maisha yangu, tawanyika kwa jina la Yesu. Sema amen nzuri nisikie. Kuna watu wanafurahia. They are happy when they see you are still in prolonged poverty. They are happy when you are financially broke. They are happy when that sickness doesn't leave you. Yani hiyo magonjwa kama haikuachi, hao wanafurahia tu. You will be their friends. Ukienda kulewa na wao wanafurahia ukiwa mlevi, lakini ile siku utatangaza useme nimeokoka, nyuso zao zinapatilika, wanakukeuka. Ndio maana maandiko yanasema rafiki yangu tuliyechuana naye kwa muda, hata alikula chapati yangu, alikula chakula, ameniinulia kisikio. Sema amen tuendelee hapa. Kuna watu hawawezi wakalala usingizi when they see your star shining. Wakati wanaona nyota yako inaangaza, hawalali usingizi. Wanaitwanga wale watu ambao wanatunga maofu. Wanaangalia wanasema tutaangushaje huyu mtu? Tutafanyaje jina lake lisaulike? Kuna watu hawatakangi kusikia ukitajwa jina lako, because wamekuzoea kwa hiyo shida yako na wamekupandika majina kulingana na hiyo shida. Nasema leo ukipita kwa hiyo healing pool, Mungu apatilishe historia yako. Nasema Mungu apatilishe historia yako. Kuna watu ukitembea barefooted, hiyo ndio furaha yao. Unatembea, ukiwaomba lift ndio wanafurahia. Wanasema basi, ndio hiyo, endeleanga kutuomba lift. Ukae kwa hiyo hali for a long time, it's a stubborn issue. Lakini wakati Mungu amekutoa kwa hiyo hali, they become angry. Wanakasirika, wananuna, wanafura. Ambia jirani wacha kunifuria kwa sababu Mungu amenibariki.
Unaona hata hataki kuongea, mwambie tena, wacha kunifuria kwa sababu Mungu amenibariki. Mungu anaanga mapendeleo, anabariki yule mtu anapenda. Leo anabariki huyu, kesha anabariki huyu. You are still in the program of God. So long as you are still worshiping God, He will bless your life. He is not a respecter of persons. He accepts all people from all languages, all tribes, those who fear Him and obey Him. Somebody shout amen. Anainua wanyonge kutoka mavumbini, wakala na matajiri, wakakula na wafalme. Mungu wetu hana upendeleo. Ambia jirani, hana upendeleo. Anabariki yule anapenda. Sema amen. Na swali ni je, Mungu anakupenda? Kiongea jirani muulize, we, Mungu anakupenda? Amekwambia nini? Amenyamaza? Aha, unaweza jichasia. Sema amen. When you live in self-confused house, kuna watu wanafurahia. Unajua self-confused house ni ile nyumba unakaanga ni room moja, yenyewe ni bedroom, yenyewe ni sitting, yani umekawanyisha tu na pasia. Half of your clothes siko sitting, half of your clothes siko bedroom. Na hapo chini kuna sufuria siko hapo chini zimepangwa. Yani iko na first floor na iko na second floor. Kuna watu wanafurahia tu kilalia hiyo kitanda yenye inakaa inataka kuondoka mbio. Oh, umewahi kuona kuna vitanda zingine zimekaa hivi? Yani siko on your mat. Yani hiyo ni maisha ambayo umekalia for a long time na imekukalia. Very stubborn. Na hakuna siku unapatanga pesa ya kuunda kitanda mzuri. Yani tangu ununue hiyo kiti ya kitambo yenye ilikuwa inafungwa na plata ndio iko kwa nyumba yako. Mkeni akikuja unampatia kiti moto akalie. Hata wengine hatuna viti kwa nyumba, hatuna viti, tuko tuna kitanda. Sijui ndiye inaitwanga pet sit ama nini, yani unakaa kwa kitanda. Hizo ni hali ambazo watu wanapitia. Sufuria umepikia imekuwa nyeusi, mpaka ukishika namna hivi ukitoa mikono yako ni nyeusi. Na nikafuria mpaka umepika tengi upasa. Kuna sufuria ambazo zimepikwa viraka, yani zimefanywa kazi na fundi, zimewekewa rivet huku chini. Kuna watu wanapitianga maisha, ako na sahani ile ya mapati na hiyo sahani imetoboka. Mimi nilionaga sahani zingine ikitoboka hivyo, kama wamepika ukali wakitaka kupakua mboka, anachukua kwanza ukali anafunika hiyo shimo. Niongee nisiongee? I'm talking about the stubborn issues ambazo hastaki kuachilia maisha yako. Na hiyo sahani imekukatalia for a long time. Kila wakati unapika ukali, unafunika hapo kwanza na ukali, na unahakikisha unakula haraka kwa sababu supu itaanza kutoboa tena na imwakike. Nishikilie hapo. Unaona basa anasema hata unaweza kunywa supu huku chini ya sahani. Those are some of the stubborn issue we are talking about. Sema amen, tuendelea hapa. Yani vile kisu iliondoka handle. Wewe unajua hiyo kisu vyenyenekaa, hata ukishika mbaya itakukata. Kuna watu wako na vichiko zenye zilifunjikia tu katikati. Akitaka kukula anashika kitu kanusu tu hivi, unaona taka anafanya namna hivi. Kachiko tu kamefunjika. Yaani ananga hata pesa ya kununua vichiko zingine. Stubborn issues. Roho za umasikini. Mjamaa anatembelea tu socks moja mpaka inararuka huku kwa nini, kwa hili huku. Kwa kisikino.
Yaani watu wanapitianga shida, mpaka niliwahi kutana na mtu ambaye alikata sweta ya mkono ikakuwa akafunga huku noti na ikakuwa socks. Sasa alipoenda na rafiki yake anaenda ukenini. Na ukenini unajua kwa hiyo nyumba walienda iko smart, iko na tiles na wameweka carpet. Sasa ule rafiki yake akatoa viatu, ambia jirani akatoa viatu. Rafiki yake pia ilipiti atoe viatu, kutoa viatu anaona bwana huku mbele socks imeka, kumbe ni sweta ya mtoto walikata wakafunga mbele ikakuwa kama ngumi na amefaa kama socks. Kuna watu hali zimewakumba, hata ukiangalia viatu zenye wanatembelea wakaala hizi zingine, mtu anasema mimi siwezi nunua gari, anaenda anakata tairi ya gari anatengeneza kiatu, huku mbele imekaa kama mshale. Na ukicheza na yeye anakuambia hata pia mimi niko na gari. Stubborn issues. Mtu alinunua tu nguo moja tu ya ndani, boxer moja imenyanyuka mapato tu amekalia hiyo tu. Iko tu na mashimo kila mahali. Stubborn issues. Iko tu na ventilation everywhere. Si mambo inatendeka. Yaani unatembelea tu vesti imenyanyuka imekuwa tu mpaka imekuwa ni kama ile ng'ombe ilitafuna na ikawacha. Pato tu hiyo kitu inakufuatilia tu. Mungu atusaidie tutoke katika hizo hali ambazo zimetukumba for a long time. Na nasema ukipita kwa hiyo maji, hiyo hali ipotee kwa jina la Yesu Kristo. Kuna watu kuweka chakula kwa meza ni ngumu. Wakipika ukali inakaa kama uchi. To reduce the speed of eating. Ukiweka vitole unachomeka haraka, wewe acha kukula haraka. Unajua chakula haiko kwa hii nyumba. Stubborn issues. Sema amen tuendelee hapa. Sema amen tuendelee hapa. Iko mwinjilisti fulani, stubborn issues zilikuwa zinamfuata. Akiondoka anaenda kuhubiri for 1 month ndio arudi. Lakini kwa nyumba yake aliwahi tengeneza kitanda. Na hiyo kitanda alisimika tu miti, alikata miti, akakata miti ine akasimika hivi kwa nyumba, alafu akakongelea na huku kando akatandika matandiko, akaenda kuangalia nyasi na akaeka juu. Permanent. Akaenda akahubiri mwezi mmoja akarudi. Kurudi kuangalia kitanda imeinuka one side. Kaenda kutafuta fimbo. Kafikiria ni nyoka ndiye imeingia ndani imeinua one side. Kumbe ile miti alisimika hivi imeanza kumea. Niongee ama ninyamaze? There are stubborn issues ambazo hastaki kuachilia watu. Yaani hali tu fulani kamekukatalia, unataimiki tu mama fulani atoa hiyo nywele uende uombe, we hiyo nywele ulitoa leta niende nioshe. Unataimu tu akitoa ndio uende uoshe urudie kwa kichwa. Stubborn issues. Maroho za umasikini zimekamata watu. Leo ukipita kwa hiyo maji hiyo hali kuondokee. Watu wenye wamekuzoea kuomba iishe siku ya leo. Nasema iishe siku ya leo. Nasema iishe siku ya leo. Pigia Yesu makofi kama ni wewe ninahubiria. Haistahili tu tukupeleke tu mbinguni tukwambie mambo ya mbinguni na hapa maneno inakushinda. Sema amen. Tuanzie hapa chini tutengeneze maneno. Sema amen tuendelee hapa. Yaani kuna watu wanafurahia ukiwa single. If you don't get a husband, if you don't get a wife, ukae single kama nyoka. Hiyo inakuanga furaha ya watu wengine. Na kuna wengine kukuwa single sio tu single, ni mapepo ya rejection. Mapepo ya kukataliwa. Unajua kipepo ya kukataliwa ikiwa ndani ya mtu,
ukienda kukutana na ule mtu ambaye atakusaidia your destiny, hicho kipepo kinatokanga kinaenda kinafanya huyo mtu anakasirika. Yaani kinaandika alama fulani. Unajua tukiwa tu hapa kuna mtu aliwahi niuliza, wacha niiseme online. Kuna mtu aliwahi niuliza, aliangalia msichana na msichana wa hapa. Akaangalia msichana na akaniuliza, huyu si ameoleka? Akananiuliza, "Huyu ameoleka?" Mimi najuanga tu ameoleka. Ni msichana kweli? Nikamwambia, "Huyu ni msichana hajawahi oleka." Akaniambia, "No, huyu ameoleka." Nikamuuliza, "Nini imefanya ukaona ameoleka?" Anasema, "Anakaa vizuri sana kama mtu mwenye ameoleka." Yaani kuna mashetani sikiwa ndani yako sinafanya muujiza wako unapotea. Watu wanakuona kama wewe umeoleka lakini hujaoleka. You are a single searching, kwa sababu kuna mapepo ya rejection imekukalia, na ukitaka kupata mtu ile inatangulia kumwambia huyo mtu ameoleka, inakuandika maandishi fulani kwa uso yako. Sema amen, tuendelee hapa. Stubborn issues. Na kuna wengine hata akioka mara 3 pato tu kuna harufu fulani katatokea. Nilikuwa unajua deliverance hatufichangi vitu, tunakuambia ukweli ndio ujue. Si ati uokangi unaoka. Lakini kuna harufu kanatokanga tu, kama kuna kamunyama kengine kanatembeanga hapa chini ka black. Sisi tunakaitanga na mholondo. Umeke mistake kushika na mholondo, ila harufu katatoa, na hiyo inakuanga defense mechanism. Utatoroka ili ukaache. Sasa kuna pastor aliwahi fanyia a lady deliverance. Kumuuliza katika hiyo hali, na akaanza kutamka, "Who are you?" na mgolondo. "Who are you?" na mgolondo. Nikaambia pastor, niko nasikia hiyo Luka anasema. Anasema na mgolondo. Na mgolondo ni kale kamnyama kadogo kanatembeanga hapa chini ka black, na ukijaribu kukashika by mistake hivi, ila harufu kanatoa. Na akasema ni ukweli pastor. Aniambia ako na hiyo shida. Na ndio maana hiyo, kumbe vitu zingine ni mapepo sinanyanyasa watu. Huyu mwanamke aliyenyanyaswa for 18 years, Biblia inasema ni pepo ilimkunja. Pepo ndiye alimfanya hivyo for 18 years. Sema amen. Wewe unaweza kuona tu watoto wako wamezoea kukuibia tu kwa nyumba. Wewe unafikiria ni kawaida, kumbe ni pepo imewaingia. Ukipika nyama, unakuja nyama iko half na waongei. Mwingine alikutwa na mama yake akiwa ameiweka tu kwa mdomo na imekuwa moto. "Wanjala!" "Wanjala!" Akajaribu sasa kuimesa kwa sababu wamempata. Ikakuja kukwama hapa. Wacha ngumi itembee kwa mkongo. Na ike na nyonga mtu. Utakaa lini kwa, yani, hey my friend. Hii mapepo ya wizi inaweza kukuletea aibu. Sema amen. Kuna vitu zinakuletea aibu ndoko ndoko. Yani vitu viko tu kwa maisha yako vinakuleteanga tu aibu ndoko ndoko. Unatoka unaenda kwa sherehe, umenunua viatu zako tu vizuri high heel, unatembea tu alafu na uko ukenini, imagine. Yaani aibu ndoko ndoko ndio waanzake tu kutembea. Na una spare. Aibu ndoko ndoko. Aibu kama inakufuata kama uko ashe, wewe hata kama wewe ni ashe. Yaani lazima tu uombe Mungu. Unaweza kuwa tu unakuja huku tu unakuja kuinama hapa, huko unapangusa tu hapa, unaangua huko nyuma. Aibu ndoko ndoko. Hizo ni mapepo zinaletanga aibu ndoko ndoko. Sema amen. Kuna mahali deliverance ilikuwa inaendelea, na mjamaa alikuwa ratiko na mapepo zimemuingia na siko mingi. Naamini zilikuwa 2 milioni. Zilikuwa 2 milioni. Zilikuwa mingi sana. Toka! Zinatoka moja, zingine zinaanza kuongea, hatujaenda wote tuko. Toka! Wewe ni nani? Mimi tulikuja hapa na hatutoki. Yaani unakemea zinatoka na zingine pato siko ndani.
Zikashika Pastor Longi, zikashikia huku chini mpaka huku juu. Kama ni wewe ungefanya aje? Unajua hapo mpaka akili ifanye haraka kazi. Sema akili ifanye kazi. Kila mtu funga macho, kila mtu funga macho. Funga macho yako tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru. Akili ifanye kazi. Stubborn issues. Kuna watu hata wakishika pesa haikaingi kwa mfuko. Ikiingia tu namna hivi, akishika tu good money like 50,000, magonjwa inatokea. Yaani unasungukwa tu na vitu asitakangu uendelee. The moment tu unashika tu good money 100,000, 500,000, ile makesi utakuwa nayo na kusolve sinatoshana na hiyo 500,000. Unaenda kutafuta lawyer umlipe 200,000. Kesi imetokea tu kidogo, mtoto wako amekonga mtoto wa jirani na umepelekwa polisi. Na hataki mnegotiate, na anashika lawyer. Wewe pia shika lawyer. Unalipa, ikienda wanakukamua mpaka inaisha. Ukishika tu pesa mzuri, kama uko na gari, tairi inapasuka, rimi inaharibika. Ishindwe kwa jina la Yesu Kristo. Yaani kuna mapepo hasijawahi amini ya kwamba huyu mama anaweza endesha gari, huyu kijana anaweza endesha gari, huyu mzee anaweza endesha gari, huyu anaweza inuliwa, huyu baba anaweza hubiri. Hasijawahi kukubaliana. Sina kuingizaga tu kwa mess every time. Sikuna watu wanaingianga tu, yani wanachukutanga tu wako kwa mess, amemess tu. Na ukiangalia kitu yenye amefanya ni kitu ya aibu tu, yenye angeriso ni angefanya. Unajikuta wewe ni bibi ya wenyewe lakini unapiganga mzee. Na wewe ndio unalia, ukipika unalia ni kama mzee anakukonga. Sasa majirani wanajua tu hiyo mzee anakuanga mkali ndiye anaundanga pipi. Kumbe pipi anakukalianga kwa shingo. Kuna watu wanaanda mwango tu na vita na maroho za mauti. Bibi anaamka usiku anashika hako kisu hivi anasema umelala, na unaona sasa kama ni Pastor Clovis amelala na ngona. Hiki ndio kinanichezeanga hiki. Anakuja anasema anarudi. Kuna watu makasiriko haijawahi watoka. Akianza kukasirika 24/7 anachemsha maji, na wewe mzee umekaa hapo, hakuna kuongea. Anakata mboka, lakini ile wimbo wake anaimba kifo kifo. Ndani sukuma anakata na ameshika kisu vizuri, na hakuna kuongea na mtu, na maji iko inachemuka. Kama ni wewe unafanya aje? Keukia jirani umwambie every stubborn issue in your life must leave your life in Jesus name. Kuna ndoa asielewanangi, hata wakikaa pamoja hawawezi kuelewana. 24/7 ni kukombana. Maroho za kukombana na asiishangi. Na hata wengine chini ya kukombana kwa poma. Hakuna ile siku utakaa na bibi yako muelewane, mfanye project pamoja. Kila mtu akitoka asubuhi anaenda barabara yake. Mkikutana jioni kila mtu amechoka. Na hakuna hata shughuli. Mkioka kila mtu akiingia kwa kitanda, huyu anaangalia north, huyu anaangalia south. Stubborn issues. Na kuna watu wengine stubborn issues zinawafuata, wanakaa ni kama mama mkwe wa maji. Niliwahi ona shule wale wanafunzi ambao wanaokopa maji. Akienda kwa bafu kama amechota maji, anafanya hivi. Si ameiweka maji ndio hii. Na ametoa nguo. Shika hivi maji.
Yaani vitu vimekukamata tu kwa maisha na havitaki kukuachilia. Every stubborn issue in your life leo ikuondokee kwa jina la Yesu Kristo. Kuna watu hawananga amani hata wakati amekaa hako tuna wasiwasi, uoga. Unatembea kwa barabara na wewe ni muoga. Na wewe tembea saa 2 peke yako. Nilikuwa na mchama mwingine anatembea peke yake na anaongea peke yake. Yaani mtu anajiongelesha sauti 4 safari moja. Uliona hiyo maniu bwana, huyo mchezaji? Hapana, huyo mwenye alicheza. Yaani yeye tu one person speaking 4 voices. Ni nini nakufanya unaongea hivyo? Si ni uoga. Ndio watu wafikiria mko wengi. Ni uoga tu wa kujitia moyo na kuendelea. Unajua, we are not spirits, we are human beings. Hivi tunashika. Unajua, the devil is not a respect of persons also. Hata akuogopi wakati uko karibu na Yesu. Aliingia Peter wakati Peter ako na Yesu. Na Yesu akakeuka akasema, you devil behind me. Kwani alikuwa anaongelesha na? Si shetani alikuwa ameingia Peter. Siku moja tu tukiwa nyumbani, tumelala kwa nyumba yetu. We were 4. Sema amen. Sasa tumelala. Najua mimi usingizi ilikamata mapema. Sikujua what is going on. Kumbe kufika saa 5 hapo kuna mtu alikuja kwa mlango na akaanza kuongelesha my brothers. Gari yangu imekwama, nenda uamshe your dad. Daddy afanye nini? Awashe, achukue tractor aende afute itoke kwa matope. Kwa sababu nimekwama na hakuna vile natoka na naenda mbali. So walikuwa wana communicate na my brothers na mimi sijui. Mimi kuamuka hivi kwa usingizi, unajua kitu ya kwanza inakuanga ni kufungua mlango na kutoka nje. Mungu atusaidie. Sema amen. Kumbe walikuwa wameongea, wamemaliza story, imefikia pale sasa wao waamuke waende waambie daddy, huyu mtu gari yake imekwama, aende umfute. Mimi sikujua watu wako kwa mlango. Kukimbia hivi kufungua mlango, nimetoka kwa usingizi, vile nafungua tu hivi. Ile kofia ya mahendu hii inakuanga mrefu hii, ndiye kinatangulia kwa nyumba. Kama ni wewe ungefanya nini? Ile nduru ilikuwa hapo, nduru ya kuaminika. Sasa ndugu zangu nao hawakujua mimi nilikuwa nimelala, sikuwa nasikia conversation. Nao wakafikiria sasa huyu amekamatwa. Hao pia wakaongeza bass tena alto soprano, sijui kama zilikuwa. Unajua hao walikuwa wanajua the type of my father. Yeye alikuwa retired police officer with the firearm yenye iko license. Alifungua tu hivi dirisha, akamulika tochi, akamwambia pochea tu kwa hiyo tochi. Ukijaribu kwenda hivi wewe risasi kwa kichwa. Unajua polisi vile wana behave. Sema amen. Kumbe hakukuwa na nia mbaya, ni mtu wa kufanya nini? Ni mtu tu wa kutaka kusaidiwa. Lakini wakati unakutana na shida ambazo hauelewi chanzo yake, utia watu uoga. Kuna watu wanauoga, haesi akaachwa kwa nyumba peke yake akalala. Unalalanga kama uko na uoga. Kuna mahali tulikuwa tunapita kwa barabara, ukipita hapo nywele inasimama. Alafu wachawi wale wanakimbia usiku. Kuna watu tu yani wamezingirwa na wachawi wa kukimbia usiku, na hao wachawi hawafaingi manguo. Na ni wachawi werefu, lakini wako na ukumbavu. Anashika mawe anarusha mbele na yeye hako nyuma yako. Na ni usiku. So ukitani uanze kukimbia ukukuja huku unakuja mahali hapa. Sema amen. Niko mchawi mwingine wale wa kutingiza milango ya watu. Anakuja anaongoza, mnalala mnangorota. Asa Pastor Clovis amelala. Anangorota. Anachukua kakijiti anapitisha kwa nini, kwa roof. Hapo kwa mapati. Disturbance. Aone kama kuna mtu atasema nani. Akishajua hakuna mtu anafanya hivyo, anajua watu wamelala, anakuja kwa mlango na ako uchi. Iko mtu alifanya hivyo huko Bungoma. Kama huyu akasema huyu mchawi amenisoea, nitamfundisha lesson. Sema amen. Mchama wa kwanza hakufunga mlango. Aliweka tu kiti hivi. Si anakujanga akifanya namna hivi. Na akasimama tu hapo kwa nyumba. Zaidi alikuja tu akafanya namna hivi na akaanguka ndani.
akamwekelea mguu. Kumbe ni wewe ndio unanisumbuanga. Akachukua kamba akamfunga vizuri Cairo. Akafunga vizuri sana. Na akamwambia sikupiki, nataka tu ifike asubuhi. Mchawi aliongea. Na unajua ni ngumu sana ukishika huyo mchawi wa usiku kuongea. Lakini huyo aliongea. Akasema we can negotiate, niko na ng'ombe. Naweza kukupatia ng'ombe tumalize hii maneno. Ako uchi. Yeye akasema sitaki hiyo ng'ombe yako, waache tu kila mtu akuona asubuhi. Aibu ndoko. Na akifanya namna hivyo, unajua pipi yake hata anakaranga vitu zingine zinaitwaga simu chika. Sikiungua wanakushika. Silikuwa zimeungua. Na akakamatwa. Anakalia tu anafanya nio chini yeye bakakutila tayari. Ako tu kwa meko tu hapo amewekelea mguu. Stop issues. Kuna watu wamesungukwa na wachawi, mashamba yao haifanyangi mzuri. Ukipanda mahindi haimei. Kama kaimea kanakaa tu hivi, ikiweka ni kidogo tu hivi katumani. Sema amen, tuendelee hapa. Mchawi wa pili mwenye anapenda kufanya hivi kwa milango ya watu. Huyo mjamaa akakundua akasema huyu naenda mfunza lesson. Akaenda akanunua razor blade, wembe. Akafunja. Na unajua mlango ni ya wood. Akachoma hapo. Akajua tu hii sehemu yake inafika hapo. Na unajua huku nyuma hakuponangi haraka. Sasa akakuja akafikiria wamelala na akaanza kasi yake. Wacha simkate pole pole. Kutoka hapo akienda damu ina trip one by one. Ikaenda mpaka kwake. Huyu jamaa hakushughulika na yeye. Aliamka asubuhi na kuanza kufuata tamu pole mpaka akafika kwa mlango. Kumbe wewe ndio unanisumbuanga bwana. Sinaona vile simekukata huku nyuma. Hebu penduke tuone. Sasa bwana usiambie watu bwana. Fungua tu hiyo mbuzi uende. Sitaki mbuzi. Unajua wachawi ukimshika huwa ana cooperate vizuri sana. Lakini Wakristo wetu ukisema tu mambo ya fungu la 10 mnaanza kugombana. Stop on issues. Na unajua kama utolei Mungu fungu la 10, unafungulianga shetani milango kuanza kukunyanyasa. Magonjwa zingine ni kwa sababu tu umekosa kutii sauti ya Jehova. Lakini wakati utatii sauti ya Jehova, sitakuondokea kwa jina la Yesu Kristo. Inua mikono yako na useme amen, tuendelee hapa. Every stubborn issue in your life, ninaitangazia prophetically. Ukipita kwa hiyo machi ikauke. Ninaanza kutabiri. Kama ulikuwa umekaukiwa financially, kuanzia siku ya leo, you will experience financial breakthrough. Ile vita umekuwa nayo katika poma, ninasema kuanzia dakika hii, utaanza kushuhudia amani ya Jehova. Kama kuna magonjwa yalikuwa yamekuwa zuku, kama ni malaria ilikuwa imekatalia kwa maisha yako, kama ni pressure imekatalia kwa maisha yako, nataka nikuambie mchana wa leo, ukipita kwa healing pool, hiyo pressure ipotee kwa jina la Yesu Kristo. Ninatangazia kila aina ya magonjwa. Sijui ni kama mgongo inauma, hata kama ni kichwa ama miguu ama joints inauma, hata kama uko na mtu nyumbani na anakonjeka, I'm declaring prophetically, ninatuma neno na limponya huyo mtu. Maandiko yananiambia Mungu alituma neno likaponya watu, na ni yule Mungu jana leo na milele. Wale watu wamekuchekelea for a long time, today God is changing your history. Nasema leo Mungu anabadilisha historia yako. Wamekuzoea kuwaomba pesa, lakini utawakopesha. Wamekuzoea ukiwa mkia, lakini utakuwa kichwa. Kama ni wewe nahubiria, sema amen. If you stand on your feet, I will prophesy. Nasema ukisimama kwa miguu yako, nitaanza kutabiri. Nasema kuanzia leo umasikini ihame kwa poma yako. Nasema kuanzia dakika hii umasikini ukamate barabara. Nasema shida na matatizo sihame. Kila magonjwa ambaye yamekusumbua kwa muda ihame. Ule mzee wako aliyeenda akatorokea mbali, tunamuita kwa jina la Yesu Kristo. Watoto wako waliopotelea mbali, bibi yako aliyepotelea mbali, tunaita kwa jina la Yesu Kristo. Every stubborn issue in your life, kukaguiwa na kukosa pesa, ndio mikono yako juu.
na useme ikauke kwa jina la Yesu Kristo. Hawa ndio wanaelewa. Every stubborn issue in your life, nasema iondoke kwa jina la Yesu. Nasema iondoke kwa jina la Yesu. Nasema iondoke kwa jina la Yesu. Kutembelea kiatu moja, kutembelea shati moja, oh my God, haifai kunyanyaswa tena. Yale mateso Bwana alichukua. Ile shida tungekuwa nazo Yesu alichukua. Kuanzia dakika ya leo, in the name of Jesus Christ, every stubborn issue in your life ikuachilie kwa jina la Yesu. Inua mikono yako na useme amen kubwa. Nasema sema amen kubwa. Kama unanisikia ukiwa online, ninasema hiyo shida imekukumba for a long time. Kuanzia dakika hii na kuachilia. Wale walishika biashara yako, unapatanga tu customer mmoja, ninasema kuanzia dakika hii uta experience customers wanakuja kama maji mlimani. I'm already prophesying. There is a woman here doing business. Kesho utakuwa na customer wengi. Hiyo ni ishara ya kwamba Mungu ametenda. Nasema utakuwa na customer wengi. There is another one I'm seeing in the spiritual realm. Ninaona mtu katika ulimwengu wa rohoni ametaka sana kununua estate, ametaka sana kununua plot. Ninaona Mungu akikupatia pesa. I'm seeing financial breakthrough. Nasema nimeona financial breakthrough. Hii financial breakthrough si ya kawaida. Umemai speaking to. Hawa ndio naongelea. Utaenda kuipata kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu Kristo. Ninaona watu hapa ndani umetafuta kazi kwa muda. Your time has come. Nasikia ndani ya roho yangu wakati wako umefika. Historia yako kupatilika. Watosi wamekunyima kazi for a long time. But they try this anointing. Jaribu hii anointing ambayo iko juu ya Apostle James, imeteremka kwa sons and daughters in the house. Unaenda kupata kazi kwa jina la Yesu. Nasema unaenda kupata kazi kwa jina la Yesu. Umekaa ukinyanyasika for a long time, unaomba watu kazi wanakunyima. Today is today. Today is your day. God is changing your history. Mikia Yesu makofi na vikelekele. Kuna mtu amekaa kwa kazi. Nimemuona in the spiritual realm. Ali apply for promotion. Na nimeona mwingine ako online. Ametamani sana promotion. Amekuwa akinyimwa for a long time. Bwana ananiambia, this is your time. Unaenda kupokea barua ya promotion. No more affliction. No more affliction. Affliction will not arise the second time. Hivyo ndivyo nasikia katika ulimwengu wa rohoni. Nasikia katika ulimwengu wa rohoni. Iko mama sapa mahali hapa. Mumehangaika ya kutosha. I'm seeing 7 women. Mumehangaika vya kutosha. Kuweka chakula kwa mesa is a problem. My God is telling me it is over, it is over. He's telling me it is over, it is over. Ananiambia imeisha. Ananiambia mateso inaisha leo. Oh my God, oh my God. Kuna mtu mahali hapa. You have pain here. Uko na maumivu mahali hapa. And I'm seeing the spiritual realm. Exactly here. Nimeona hapa kwa jina la Yesu Kristo. I'm seeing healing in Jesus name. Oh my God. Nimeona Bwana akiteremusha uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Malaika wa mbinguni wateremuke kwa jina la Yesu. Ninaachilia uponyaji. You are healed in Jesus name. You are healed. Come back, come back. Come back, come back. Come back, come back. Wewe ndio ulikuwa unaumia hapa.
Are you the one? Hapana. Hapa. Wapi? Hapa. Exactly. From 2014. 2014. Yes. Saa hii imekuwa ikiuma. When I call you. Yes. Ikanauma saa hii. Oh my God. 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 Kuna watu ninaona katika ulimwengu wa rohoni, hata kabla hujakanyaka kwa hiyo maji, muujiza yako imeanza kuning'inia. Nasema imeanza kuning'inia. Nimeanza kuning'inia. Oh my God, oh my God. One day when I was in Skalatala, kuna mdada mmoja alikuja akasema niko na ulcers. Nikaombea soda ya Fanta. Nikamwambia kunywa hiyo soda. Kuanzia hiyo siku mpaka wa leo ulcers ilipotea. Nasema hiyo magonjwa mpaka ipotee. Tuko na Mungu anaponya magonjwa. Mungu wetu hapa atishi. Nasema kama uko in this meeting and you have ulcers, siko sinapotea dakika hii. Nasema sinapotea dakika hii. It is not tomorrow, I'm talking of now. Nasema dakika hii. Nasema dakika hii. Kwa hiyo tumbo anza kufeel the power of God. You are healed in the name of Jesus Christ. Ninashika hiyo sasa, ninaikamata kwa jina la Yesu Kristo, na inua kwa hiyo tumbo yako in the mighty name of Jesus Christ. Tulia kidogo. Allow me to prophesy. Iko mtu anaumwanga hapa. This joints. This one here. You are healed. God bless you. I'm talking of this joint here. Hapa chini. This one here. Iko mtu anaumwanga hapa na kuvimba miguu. You are getting healed now. You are getting healed now. Inua mikono kila mtu. You are getting healed now. Are you the one? Mikono hapa chini. I'm talking of a person. Your mom. Hapa. Oh. Wow. Wow. Thank you Jesus. Weka hiyo sadaka kwa madhabahu. Distance is not matter. Oh my God. Location is not. God is locating your mother now. I say not tomorrow, now. Now. In Jesus name. Hiyo magonjwa imemtesa kwa muda. Ninatangaza, ninatuma neno kwa jina la Yesu Kristo, liingie kwa hiyo miguu. Oh my God, oh my God, oh my God. Hiyo miguu inapona. Tunaanzia hapa in the name of Jesus Christ. As you feel the power of God on your feet, mama pia atakuwa anapona kule nyumbani. Kuna mtu mmoja alimkujia Yesu akasema niko na mgonjwa nyumbani, lakini Yesu asitarajia hata uingie chini ya nyumba yangu, lakini naamini ukitamka neno moja tu, my sick person will get healed. And that is what I want to do now. I just want to speak one word. Nataka tu ninene neno moja, na hiyo neno likimbie mpaka kwa mama yako, mahali yako. Kama ako kwa kitanda, hata kama ameketi, I don't want to know. Kama ako anapika chakula, mimi sijui, lakini natamka huyo mgonjwa apone. Natamka hiyo miguu ipone kwa jina la Yesu Kristo. Your mother is healed. Your mother is healed. Your mother is healed. Your mother is healed. Pigia yeye simu, muulize unasikiaje kwa hiyo miguu. If she has a phone, atakwambia simu isahi. Pigia Yesu makofi na vikelekele. Lift your hands everybody. Today is your day. I'm seeing 14 people hustling kutafuta kazi. It is your day. Today is your day.
yale mafuta nitakuwekelea ni mafuta ya breakthrough, ni mafuta ya kuenda na kufaulu, ni mafuta ya kuenda na kuanzisha biashara na hakuna kuanguka. Nasema utaanzisha biashara na haitaanguka. I'm seeing 5 people amongst you ambao wanataka kuanzisha biashara lakini walikuwa wameshindwa waanze biashara gani. After the anointing of today, and not just today, now, after this service, God will give you idea on which business to do. I'm saying God will give you idea, and God will back up the idea. Watakupika vita lakini hawatakuweza. Nimeona watu watatu wanapigwa vita kwa sababu ya business wanafanya, lakini kile Mungu ananiambia, anasema anaenda kuipanua. Ndio waongee vizuri, wakiongea wateja wanakuja kuangalia. Kama ni wewe ninaongelesha, pika nduru kwa Yesu Kristo. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Unajua wamekuzoea. God is changing your history. There's something I want to do with this woman. Oh my God. Oh my God. Jesus. Kuna kitu nataka kufanya na wewe. Nikona mishirani. Loose that woman. Jesus. Peka hiyo pepo itoke. Oh my God. Kuna mapepo zingine zinakuanga na visirani. Nilikuwa nimekamata roho ya mkaa mahali walishikia pesa zako. Nimekamata sasa, huyu alichukua nguo, wanya alichukua nguo. Chunga. Asha. Ninafuruka hiyo mapepo, ninakanyaka wao, ninachoma wao na moto, nachoma wao na moto. Utisha nguo zake mahali mliweka uliokamuri. Ninakamata wao. Wanya alichukua pesa yako, ninakamata yeye. Wanya alichukua mchanga kwa hiyo miguu. Ninaachilia moto. Fire! Peka nduru, achilia huyo mama. Chukua kila kitu uliweka ndani. Aya, achilia yeye. Wachilia yeye, chukua kila kitu. Wachilia hiyo mikono. Chukua kila kitu. Mliweka wapi? Mahali mliweka password. Anatumiwanga maroho za baharini. Marine spirit. Every marine spirit in your life. Nimeikamata mateka. Hiyo pepo ya nyoka ninaipika na moto. Ndio. Anza kushika safari. Safiri na uende. Nasema safiri na uende. We pepo mchafu, pepo ya msekope, pepo ya chura, nimekukamata mateka. Walikutumia nyoka, nimeshika hiyo nyoka mateka. Ninakumwagia moto. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Peka nduru na uende kuzimu. Nasema peka nduru na uende kuzimu. Hizi ndio mapepo zinararuanga pastors malongi. Hizi ndio mapepo zinararuanga manguo za watu. Peka nduru na wachilie huyo mama. Peka nduru ya wewe ni nani? Who are you? Jeni, unafanya nini hapa? Nilifunga biashara yake. Leta microphone. Jeni, unafanya nini hapo ndani? Ulifunga nini? Biashara. Muko wangapi? Tuko wengi. Wangapi?
Amewasinya na hiyo maombi. Mahindi. Mkafunga yote? Yote. Oh. Hey. Alikuwa ananunua mahindi mpaka 60. Tulirudisha mpaka 0. Hey. Mungekuwa na watu wa biashara hapo, mungekuwa mnakimbia na sadaka mnaweka kwa madhabahu. You see now? Unaona vile biashara yako inafungwa na wewe uelewi? Naenda kupika hizo marosi na shikanga biashara yako. Unaanza stoko inaenda tena inarudi chini. Kumbe ni mapepo na ni mashetani. Maroho suku. Wale mnafanya biashara, kimbia na sadaka uweke kwa madhabahu kwa jina la Yesu Kristo. Jen, muda wako umeisha. Sitaki kujua namba mko wangapi. Lakini ninawaamurisha kwa jina la Yesu Kristo. Achilia huyu mwanamke. Ninaachilia moto. Ninamwaka moto. Chomeka na moto kuanzia kwa kichwa mpaka kwa miguu. Ninatuma moto kwa hiyo tumbo. Ninatuma moto kwa hiyo mdomo. Ninatuma moto kwa hiyo miguu. Natuma moto kwa hiyo tumbo. Natuma kwa mabega. Chomeka hata kwa kichwa. Chomeka kila mahali. Chomeka. Fire is on you. Pika nduru mwachilie. Pika nduru mapepo mwachilie. Wewe cheni na mapepo zako. Ninakusafirisha. Ondoka kwa maisha yake na msiwahi kurudi tena. Oh, in the name of nimekushika mateka. Pika nduru ya kuaminika. Pika nduru in the name. Yesu makofi na vikelekele hapa. Hallelujah. The Lord is in the house. Don't leave this house. Today is your day. Usiondoke hapa kabla hajamaliza maombi ya mwisho. Leo ni siku yako. Ambia jirani, leo ni siku yako. Unaweza hepa ukaenda na mashetani na hiyo shida isikuondokee. I want you to prepare your tithe. Kama umeingia kwa nyumba na unasikianga wewe kutoa fungu la 10 ni vigumu, chukua bahasha na uweke fungu la 10 na ukuje usimame kwa madhabahu. Try God in this and you will see the protection of God upon your life.
Maana Bwana ulituma neno lako ili mimi nipone. Majina yote duni niliyoitwa siku baba, niko na Mungu nitasimama, nina imani nitasimama, nina neno nitasimama, nitaishi huduma yangu, biashara yangu, yote vyangu nitaishi, sitakupa na nena uhai leo maisha